Na hii ni Mnyalu TV. Umati wa waandamanaji wamekusanyika katika miji kote nchini Marekani kumshutumu Rais Trump katika onyesho kubwa zaidi la upinzani nchini kote tangu rais huyo haingie madarakani mwezi Januari. Waandaaji wa maandamano ya Hands Off wamelenga kufanya mikutano katika maeneo 1200 ikiwa ni pamoja katika majimbo yote 50 ya Marekani. Maelfu ya watu walijitokeza katika miji ya Boston, Chicago, Los Angeles, New York City na Washington DC miongoni mwa miji mingine siku ya Jumamosi. Waandamanaji walitaja malalamiko dhidi ya ajenda ya Trump kuanzia masuala ya kijamii hadi kiuchumi siku chache zijazo baada ya tangazo la Trump kwamba Marekani itatoza ushuru wa forodha kwa nchi nyingi ulimwenguni. Maandamano pia yalifanyika nje ya Marekani pamoja na London, Paris na Berlin, ambapo siku ya jana wimbi la maandamano yalipangwa kufanyika Marekani na zaidi ya maandamano 1200 yalipangwa kutokea, ikiwa tangu arejee katika ikulu ya White House. Rais Trump amebadilisha kwa kiasi kikubwa sera ya Marekani ya mambo ya nje na ya ndani, na hivyo kusababisha ukosoaji kutoka kwa upinzani na waandamanaji wanaoinua kuingia mitaani kwa wengi kwa kauli mbiu ya Hands Off. Kulingana na Ezra Levin, mwanzilishi mwenza wa kundi la Indivisible, moja ya makundi yanayoandaa maandamano ya Jumamosi, lengo lilikuwa ni kuandaa maandamano makubwa ambayo yanatuma ujumbe wazi kabisa kwa Musk na Trump kwa wanachama wa Republicans katika baraza la Congress na washirika wote wa MAGA, Marekani American Great Again. Hatutaki wachukue demokrasia yetu, jamii yetu, shule zetu, marafiki zetu na majirani zetu. Baadhi ya makundi ya wanaharakati 150 walijiandikisha siku ya jana kushiriki katika maandamano hayo kulingana na tovuti ya tukio hilo. Na hii ni Mnyalu TV.